Online TV. Aidha, katika kuhakikisha mnyororo wa usimamizi wa taka unaimarika katika serikali, inahamasisha wadau hususan sekta binafsi kuwekeza katika matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kuchakata taka, uwekezaji katika viwanda vya urejeshaji, kuboresha mfumo wa ukusanyaji wa taka ili kufikia malengo ya kupunguza au kuondoa kabisa taka katika mazingira kwa kugeuza kuwa malighafi ya uzalishaji wa bidhaa anuwai zinazofaa kwa matumizi mbalimbali. Kwa napenda kutoa rai kwenu kuunga mkono serikali katika kuhakikisha ajenda ya kupunguza taka, kutumia tena, kurejeleza taka inakuwa ni kipaumbele katika shughuli zenu, kwa kuendeleza kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuondoa taka ili kuyatunza na kuyalinda mazingira. Hili swala la elimu ni la msingi sana. Kwa mfano leo katika maonyesho hapa, miongoni mwa vitu vizuri nilivyoviona hapa, mmoja niliona kuna mtambo ambao unatumia taka kutoa gesi inatumika kupikia. Maana yake ni kwamba badala ya kwenda kutumia gesi ukaweka kwenye jiko lako ukapikia, badala ya kulipa wazoaji taka ukabeba taka kwenda kupeleka kwenye madampo, una uwezo nyumbani taka unazozalisha ukaziingiza katika mtambo huko pale na ukapikia bila kutumia hata shilingi yako moja kununua gesi. Sasa kama fursa kama hizo wananchi wangezijua, nadhani wangezichangamkia sana. Kwa swala la elimu kwanza ni jambo la msingi sana, na huo ndio mkakati nambari 1 wa NEMC, lakini pia ni mkakati nambari 1 wa serikali. Hata pale ambapo tunapotaka kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale ambao wanakiuka sheria za kimazingira, ni muhimu tuwape elimu. Lengo la serikali si kuona wananchi wake wanaadhibiwa, lakini kutokujua sheria hakuhalalishi kuvunja sheria. Kutangaza rasmi sasa hivi kufungwa kwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya taka sifuri kwa mwaka 2026, na tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishe mwaka mwingine ambapo tunataraji kuwa maadhimisho yetu yatakuwa makubwa na hata kualika washiriki kutoka nje ya nchi. Wana Dar es Salaam, tunatambua umetuheshimisha wewe pamoja na ndugu zetu wa NEMC kuja kufanyia maadhimisho haya hapa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini kwangu mimi nafarijika mmefanya katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja, na mimi nimepata baraka ya kukukaribisha mheshimiwa rasmi. Wana Dar es Salaam, tunatambua katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mkoa wa kibiashara. Zaidi ya 96% hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, watu wanachakalika, wanahangaika kwenye shughuli mbalimbali za kibiashara. Na mkoa wetu wa Dar es Salaam na wakazi, wananchi wasiopungua zaidi ya watu milioni 7 kwenye sensa iliyopita. Maana yake unapokuwa na watu wengi na watu wengi wanafanya biashara, na unapokuwa na masoko makubwa na vyakula vingi vinatoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu kuja Dar es Salaam, maana yake una watumiaji wengi na una uzalishaji mkubwa wa taka. Tunajisikia fahari tunapozungumzia taka sifuri na mnapokuja kuifanyia hapa, na wewe mheshimiwa waziri umekuja, tunaona ni heshima kubwa sana. Tumpigie makofi mengi sana. Mkoa wetu una uzalishaji wa taka zaidi ya tani 5,000 kwa siku, na taka hizo ni za aina mbalimbali mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini mkoa wetu una masoko makubwa ambao na taka zinazozalishwa lakini zinaweza kurejeleshwa. Lakini mkoa wetu ndio unaochukua vyakula vingi kupeleka kwenye majumba ya watu na kwenye mahoteli, na huko pia tunazalisha. Lakini taka zote mheshimiwa mgeni rasmi tunazozalisha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, zaidi ya 90% unakusanywa na kampuni zetu na kupelekwa dampo. Kitendo hiki cha kuadhimisha wiki hii ya taka sifuri, tunaona hata dampo zetu katika mkoa wa Dar es Salaam sasa zitakuwa na nafasi. Hata kwenye halmashauri zetu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam
zitakuwa na dampo ambazo zinaendana na wakati. Lakini nikushukuru Mheshimiwa Waziri, wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele kutoa maelekezo na maagizo mbalimbali ya masuala ya mazingira katika mkoa wetu. Wana Dar es Salaam tunakupenda, na maelekezo yako Mheshimiwa Waziri tutaendelea kuyazingatia. Hata hivi leo Mheshimiwa Waziri, niko hapa kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam. Pia tuko tayari kuendelea kuzingatia na kusimamia maelekezo yako. Siku hii huadhimishwa kila mwaka tarehe kama ya leo 30 Machi duniani kote, ikiwa ni lengo la kuongeza uelewa kuhusu athari za taka kwa mazingira na afya ya binadamu, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali. Ni wito wa pamoja wa serikali, sekta binafsi na wananchi kubadili mifumo ya uzalishaji na matumizi kuelekea uchumi wa mzunguko, ambapo taka hupunguzwa na kubadilishwa kuwa rasilimali. Mheshimiwa mgeni rasmi, dhana ya taka sifuri inatuongoza kuzingatia misingi ya kupunguza, yani reduce, tumia tena, reuse, na chakata, recycle. Huu si mkakati wa hiari tena, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Kauli mbiu ya kimataifa kwa mwaka huu ni kuwezesha taka sifuri katika sekta ya chakula, huku kitaifa tunasisitiza kuwa taka ni fursa. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa taka sio mwisho wa matumizi, bali ni mwanzo wa ubunifu, ajira na uchumi. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.